Karibu katika Jungu la Lolani. Leo katika Jungu la Lolani tuko katika kijiji cha Mijikenda Pala, Watamu, Malindi. Na tutajua maana ya Mijikenda Pala hivi karibuni. Ndugu, unaitwa nani jina lako? Kwa majina ya kuzaliwa naitwa Amani Felix Kitu. Na jina la hii sanaa iliyo hapa najiita. Kwa hivyo hii ni sanaa iliyo hapa. Hii iliyo hapa ni sanaa kupitia Kimijikenda, kikwetu. Sisi watu wa pwani. Ni wapi na ilianzaje? Naona mambo ya sanaa, mila na utamaduni. Nieleze tu historia hapa. Okay, historia hapa ni kuwa mimi ilikuja ikafikia wakati kulingana na maisha na uchumi ulioko hapa pwani ama Kenya kwa ujumla. Hii eneo yetu sisi ni eneo ambayo sana sana inatembelewa na watalii. Watalii wa kutoka Ulaya na wa hapa bara la Afrika na hapa Kenya. Upenda kuja huku kwa sababu dakika 10 tuko katika bahari, so upenda wakajajiliwaza waka msimu wa jua. Kwa hivyo ilikuja ikatokea nikapata marafiki, mmoja aliniletea t-shirt ya hapa Afrika, lakini ilikuwa na kitambara cha tamaduni zao za kule Afrika ya juu ya north. So kulingana na zile hali mimi nikawa nafikiria watu wamekiacha hichi kitu, wanakifuatilia, lakini hasa sijaona kimeangaziwa ama kuuzwa kwa wageni kama vile Wamasai. Wamasai wamekieneza, kinajulikana mpaka bara la Amerika. Lakini Kimijikenda mimi naona ni kama wamekifinyia, watu wengi hawakipendi. Ni kama ukivaa hii nguo mtu anadhani wewe pengine ni mganga. Ushona, lakini ni uganga kwa sababu kimeniletea nikaweza kutibu ule njaa ama umasikini ambao uko ama umenipitia kutumia hichi kitambara ama hii nguo. Manake yenyewe inavutia. Hata mtu akipitia pale lazima ataangalia mara 2 3. Atabaki kwenda lakini ana swali kichwani. Sasa lini ndio ulianza kutengeza hapa? Okay, hii idea ilinikujia wakati wa COVID. Baada ya COVID ilivyoingia, mimi kwa sababu hii ni eneo ambayo kuna raha nyingi. So utakuta vijana wengi ama wasichana wameharibika kwa sababu muda mwingi hakuna ajira. Kule mahotelini pia utakuta kuna ubinafsi unaoendelea. So ni sisi wenye huku pengine tufikirie pale tulipo, ile mahali niko ni padogo, ni karobo, ni kitu gani mimi naweza tumia hii robo eka ikaninufaisha bila kuanza kuenda sijui wapi. Lakini yote inaletwa na elimu. Inaletwa na elimu kwa sababu kama mtu hajasoma yuko na eka 12 na yuko na minazi, yuko na makumbi, yuko na makanja, yuko na marifu, ambao sasa vile vitu mimi nikikumbuka wakati niko shule tulikuwa tuko na art and craft. Mimi nilipenda sana art, craft na music. Kwa agriculture pia nilikuwa kidogo. Agriculture nilipenda. Maths basi ilikuwa ni vita kwangu. Lakini nashukuru hiyo COVID nilifikiria nijirushe kwa upande wa viatu, leather work.
Sasa nikashona viatu na ikawa inanipatia kakitu kadogo. Sasa wewe ni mzaliwa wa wapi, na yani ulizaliwa wapi, ukakulia wapi na ukasoma wapi mpaka? Mimi ni mzaliwa wa hapa wakati huo ilikuwa inaitwa Kilifi District. Mji fulani hapa nyuma unaitwa Dabaso. Mimi pale ndio nilipozaliwa na wazazi wangu, kwa sababu walitokea eneo za Kaloleni huko Chilulu. So yule mzee alipata ardhi, alipata family huku, ndio wakamleta. Aliletwa huku yule mzee. Sasa alivyoletwa huku amemaliza shule, akajitosa na upande wa walimu. So na yeye mwenyewe akawa anafikiria kule ametoka, manake yeye alisoma na shida. Amesoma na... Sasa hapa mahali uliamua kutengeza nini haswa wewe? Manake naona mawe na sanaa ya vitu umechonga umechora. Sasa na miti nini sasa hizi miti manake nini? Hii miti ni hii tulioshika tuanze hapa. Hii tulioshika nikikumbuka huwa naona wale wazee wakati wakienda katika mikutano, especially yule mzee ambaye ndio kiongozi wa ile chama ama ile group ya Wamijikenda wachezaji ngoma nini, huwa namuona ameshika mti namna hii. Na mimi wakati ile hali na tayarisha hapa, kuna mkone pale nyumbani ulikatwa. So wakati wa kukatwa, na nilikuwa nimealikwa kwa mkutano fulani, nikaona mzee alikuwa ameshika hii mti. Nikakumbuka, ikanikujia flashback, katika mti unakatwa, lakini niliona mzee fulani ameshika na mti, na nikapata hichi kigongo. So ikabidi hichi kigongo mimi nikikate nikuje nacho hapa. Na nilivyokuja nacho baada ya siku 2-3 ndio ikani flashback kwa ule mkone tayari ni mti ambao ulikuwa ukitumiwa sana na wale wazee. Hata wakati kama sikosei, naona kama mtu amefariki na ni kijana amevuka miaka 18-20, ni mtu anastahili aowe, huwa anazikwa na huu mti naona. Sasa tukiacha hayo, kwanza tulikaribishwa hapa kwa ngoma na kina mama. Ni hao kikundi kiko hapa ama ni vipi hawa kina mama? Hichi kikundi wakati nafikiria sasa nilete hii mambo ya tamaduni, sikuwa na uwezo, lakini jirani yangu kuna mzee anaitwa Kaingua Shombo. Yeye alikuwa ni mtu wa ngoma zamani. So nikafikiria niende kwake nipate usaidizi wa ngoma kama naweza pata, ili niweze kuanzisha hii hali ya uchumi hapa eneo la Watamu. Ndio ikabidi nielekezwe kwake. Sasa nilipoelekezwa kwake ndio kuongea na yeye, sasa ndio nikajua yuko na mambo mengi yeye, kumbe ni mwana utamaduni kabisa na kila kitu yeye. Ndio nikaona ni siku kama ya leo, jana nilimpigia na nashukuru amekuja na wenzake, ndio hawa tuko nao hapa. Basi tuwasalimie, watu waeleze zaidi kwamba hao ni kina nani na walianza vipi na wanaenzi vipi mambo ya utamaduni. Okay. Twendeni tukalilole jungu la babu Kokofwemu babu Laulani. Twendeni tukalilole jungu la babu, nataka kupakuliwa wewe. Jungu moto moto, jungu moto moto, jungu la Laulani, jungu la Laulani, jungu la Laulani wewe. Aha, Kokofwemu ladha ya pwani. hatani hoa